Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu watazamaji, niliyoko mbele yenu naitwa Dr. Balagoma, daktari wa tiba asili. Leo naendelezea kipindi kingine cha kuelezea madhara ya ngiri katika kuathiri nguvu za kiume. Leo nataka nielezee mahusiano yaliyopo kati ya ngiri na kuathiri nguvu za kiume, kwamba ngiri inaathirije nguvu za kiume, yani mtu ana ngiri alafu inaathiri nguvu za kiume. Ndugu watazamaji, naomba mnisikize vizuri. Ngiri nimeshaelezea maana yake, namna jinsi ambavyo ngiri inavyoathiri nguvu za kiume. Pointi ya kwanza ni kuathiri mfumo wa mzunguko wa damu, au tunasema mgandamizo wa damu kwenye mishipa ya siri ya sehemu za mwanaume za kwenye maumbile yake, kwamba mgandamizo wa mishipa ya damu sehemu za siri. Hii inaathirije? Ni kutokana na ngiri inapotoka mahali pake, kutokana na madhaifu ya kuta za tishu au seli zinazoshikilia viungo ndani ya mwili, basi hufanya tishu ndani ya tumbo kutoka sehemu husika na kuja kukandamiza mishipa ya kuflow kwa damu kwenye maumbile ya mwanamume. Hapo tunaangalia nini? Kisaikolojia au kwa hali ya kawaida, ili uweze kufanya tendo la jima'i vizuri na kumudu, ni damu inatoka kwenye mfumo wa ubongo, inapita kwenye uti wa mgongo, inakuja kwenye maumbile ya mwanamume. Pale ndipo mishipa ya ateri inajaa damu na mishipa ya veni inajifunga, kwa sababu mishipa ya veni ikifunguka itaabsorb damu kutoka kwenye maumbile kupeleka sehemu mbalimbali za mwili, na maumbile ya mwanaume yatalegea na kunywea. Kwa hiyo inabidi mishipa ya ateri ndio iflow damu, mishipa ya veni iweze kufanyaje? Kuziba au kujifunga, ili kuruhusu damu kuflow kwa mishipa ya ateri na kufanya maumbile ya mwanaume kuweza kusimama kwa muda mrefu. Hapa ndio tunapata kitu kinachoitwa strong and longer erection. Strong and longer erection, kusimama kwa muda mrefu na kumasi tendo la ndoa. Kwa hiyo itaathiri zile tishu zinapolala kwenye mishipa ya damu, maanake mishipa ya damu haitopokea damu vizuri. Kwa damu itakuwa inaingia kwa maumbile kwa kiasi kidogo ambacho hakiwezi kusaidia kuchukua muda mrefu kwa tendo la jima'i. Hapo kitu kingine, baada ya kulalia mishipa tishu kulala kwenye mishipa ya damu kukandamiza, maanake hata oksijeni na virutubisho vinavyoingia kwenye maumbile ya mwanaume basi vitaingia kwa kiwango kidogo, ambapo kitendo hicho kitasababisha maumbile ya mwanaume kutokuchukua muda mrefu katika tendo hilo. Nafikiri hiyo point mmenielewa. Point nyingine ni kuathiri mfumo wa mbegu za mwanaume, yani inaathiri kwa kifupi kuflow kwa sperm za mwanaume, yani kutembea kwa mbegu za mwanaume. Tishu zinapotoka tumboni na kuja kulala kwenye mishipa ya maumbile ya mwanaume, maanake hata zile mbegu za mwanaume zilizotoka kwenye korodani kwenda sehemu mbalimbali za mwili, ina maana kwa ajili ya kwenda kufanya urutubishaji wa mbegu ya mwanaume au katika kuleta wingi wa mbegu, ndio unasababisha hata mwanaume kuwa na hisia. Kitendo hicho kitasababisha, maanake mbegu hazito flow vizuri, at the end itasababisha kupunguza kwa nguvu za kiume. Pia itasababisha hata sperm kuwa dhaifu, yani kuwa ndogo na kuwa dhaifu, na kitendo hicho kikikaa kwa muda mrefu kinaweza kumpelekea mwanaume kuwa mgumba, yani kutokusababisha ujauzito kwa mke wake. Kwa hiyo inasababisha kuathiri nguvu za kiume. Pia hata homoni ya testosterone inaathirika, ambayo ina master tendo la jima'i. Nafikiri hiyo ni pointi ya pili, jinsi gani ambavyo ngiri inavyoathiri nguvu za kiume. Pointi nyingine ya tatu ni athari za kisaikolojia. Tunaposema athari za kisaikolojia, yani tunasema psychological tortures, maana tayari hiyo hali mtu anaathirika kisaikolojia. Anaathirika kisaikolojia aje? Maana tayari hiyo hali inampelekea mwanaume au kijana kuwa na wasiwasi kitandani, yani maana tayari ataathirika kisaikolojia kutokana na changamoto kutoka master tendo la ndoa, kutokana na athari za ngiri. Kwa pointi ya tatu tunaangalia kwamba athari za kisaikolojia
unaona au psychological tortures, manake au psychological stress, manake mtu anakuwa na psychological stress, kwa atakuwa na wasiwasi na kutoka kujiamini kitandani katika tendo hilo akiwa na mwenzake, kwa sababu tayari anakuwa hawezi kumaster tena tendo la jimai. Nafikiri hapo tumeelewana. Na maana anavyozidi kuathirika, manake anaathiri hata homoni ya testosterone homoni. Nafikiri tumeelewana. Point ya 4 na ndio ya mwisho, tunasema kwamba ina maana kuendelea kuwa na maumivu, kwamba kuwa na maumivu kwenye kinena, korodani pamoja na tumbo. Hali hiyo humpelekea mtu kushindwa kushughulika katika tendo la jimai na kushindwa kurudia tendo la ndoa. Kwa sababu muda mwingi watu wenye maradhi ya ngiri nakuta napata maumivu kwenye nyonga, korodani na kwenye kinena pia na tumbo. Kwa hiyo inamfanya mwanaume kutokuweza kushughulika katika tendo la ndoa, na mwingine akifuata tendo la ndoa anakuwa ni mwenye kupata maumivu. Anaweza kuwa anafuata tendo la ndoa anashangaa kama mshipa unavuta, ukivuta tayari na mali nazima ndani ya shamba la mwenzake. Nafikiri hapo tumeelewana. Hivyo ndivyo ngiri inavyoweza kuathiri nguvu za kiume na zikapotea. Dr. Balagoma nimewaletea dawa ambao watu wanashukuru. Hii hapa inaitwa Ngiri Cure. Inaitwa Ngiri Cure. Moja dawa nzuri sana ambayo watu wametumia sana na wanashukuru sana. Ni moja dawa ambayo imerejesha matumaini kwa watu wengi. Watu wengi wananiambia wanapata mafanikio katika tendo la ndoa, na pia kuna watu wameniambia kwamba alhamdulillah, hadi maumbile yalikuwa madogo yamekuwa makubwa. Ina maana yalikuwa madogo kutokana na ngiri ilikuwa inafanya maumbile ya mwanaume yanakuwa kama ya mtoto mdogo, ambao ni changamoto katika tendo la ndoa. Unakuta mwenza hajisikii, yani hasikii neema iliyoko ndani ya mwili wake. Basi nifuatilie sana, subscribe YouTube yangu, utakuwa ni mwenye kufaidika sana. Na pindi vilivyopita nifundisha namna kuweza baadhi ya miti ambayo unaweza kutumia kujitibu. Kushindikana ni tafute kwa namba za simu 0694029277 au 0655782996. Dr. Balagoma napatikana Kariakoo karibu na klabu ya Yanga, pia na Temketa, andika karibu na stendi ya Sinza. Huduma ipo inaendelea, karibuni sana.